Tumekabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaufahamu kila mwaka katika miezi 12 ya mwaka uko mmoja ndo unaitwa mwezi wa Ramadhani. Kwenye Qur'ani sura ya 2 aya 183 Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kutiba alaikumus siyamu, imefaradhishwa juu yenu funga, mumefaradhishiwa ibada ya funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa walopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, kwa kupitia ibada hii ya funga inategemewa ndo mtapata hiyo takwa, na takwa ndio lengo kuu. Enyi waumini, mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa walopita kabla yenu, ili kwa kupitia hii funga mpate takwa. Mashekhe wanatuambia hii aya fupi kidogo, maneno yake machache, lakini imegawanyika sehemu 3 kuu. Mwanzo wa aya kuna sifa ya imani, wameitwa watu wenye sifa ya imani, ya ayyuhalladhina amanu. Kwa hiyo hapo inatawala imani. Sehemu yake ya pili katikati, wameitwa waumini wenye sifa ya imani, wakaambiwa kile walichoitiwa, kutiba alaikumus siyam. Kwa hiyo hapa kitu kipya kilichowekwa hapa, walichoitiwa waumini ni hii siyam. Kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa nyinyi funga. Na ili msije mkanungunika, mbona tumepewa sisi tu hii amali ngumu ya kukaa na njaa, kujizuia na vitu tulivyovizoea. Allah akasema, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Hili jambo sio jipya kwamba mmepewa nyinyi tu, mmepewa nyinyi ibada hii kama walivyopewa wenzenu walopita kabla yenu. Kwa hiyo funga ya Ramadhani imo kwenye Taurati. Mtume aliyepewa Taurati ni Nabii Musa. Kwa hiyo Nabii Musa na watu wake walifunga Ramadhani. Imepita wakati wa Taurati, imekuja Zaburi. Kwenye Zaburi imefaradhishwa siyamu ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Daudi, mtume aliyepewa Zaburi, na watu wake wamefunga mwezi wa Ramadhani. Umekuja wakati wa mtume mwingine, Nabii Isa alayhi salam, kapewa kitabu cha Injili. Injili imezungumzia, imefaradhisha Ramadhani. Kwa hiyo Isa na watu wake walifunga mwezi wa Ramadhani. Kaondoka Nabii Isa, umekuja wakati wa mtume wetu huyu wa mwisho, na yeye ndo akafaradhishiwa kwenye kitabu chake funga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kutiba alaikumus siyamu, imefaradhishwa kwenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waumini walioishi kabla yenu, waliowafuata mitume waliopita na waliosoma vitabu vilivyopita. Mmefaradhishiwa hii ibada, ina lengo kuu, la'allakum tattaqun, mupate kujifunza takwa. Kwa hiyo mambo matatu yaliyomo kwenye hii aya ni iman, takwa, na katikati baina ya imani na takwa pakawekwa hichi kitu kipya, siyam. Iman ni kitu cha ghali mno, thamani yake ni kubwa. Mwenye kuwa nayo anakuwa mbele ya Mola wake ni mtukufu, lakini hakuna anayejua kuipima imani katika kutizama kwa macho akapima huyu mwenzangu ana imani. Allah ndo anajua kiwango cha imani kwenye nyoyo za waja wake. Na takwa vile vile ni kitu cha siri. Hata mtume mwenyewe kawaambia watu, atakwa hauna, takwa inakaa humu moyoni. Huwezi kuijua kwa kumwangalia mtu machoni au kwa muonekano wake. Allah ndo anamjua mtu mwenye takwa pia. Kwa hiyo kitu kilichowekwa baina ya vitu viwili vitukufu, na chenyewe kitakuwa kinabeba sifa hiyo hiyo ya utukufu. Siyam nayo ipo baina ya imani na takwa, na Allah ndo anayejua siyamu ya kweli, na yeye ndo anayejua thamani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kullu amali ibn adam lahu illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Mtume amesema kunukuu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema
amali zote anazofanya mwanadamu ni zake, manufaa yake huwa anapata haraka hapa duniani, isipokuwa saumu. Saumu ni yangu mimi ndo ninayojua saumu, na mimi ndiyo ninayejua cha kumlipa mwenye saumu. Kwa hiyo kufunga, kushinda na njaa na kiu, sote tunashinda na njaa na kiu. Lakini hata hao wanaoshinda na njaa na kiu, wengine wanadanganya. Anaweza akajichimbia nyumbani mwake, akala anachotaka, akanywa, akajifuta kwa tishu pepa mpaka midomo ikawa mikavu, akitoka mbele za watu akakwambia katika siku ambazo saumu imenikaa leo, kumbe kishashiba. Humjui. Anaweza kukuchiti wewe binadamu mwenziwe, lakini hawezi kumchiti Mola wake. Kwa hiyo nani alifunga funga ya sawa sawa akawa akapatia, Allah ndo anayemjua zaidi kuliko sisi wenyewe. Kwa hiyo imani iko katika hadhi hiyo, na hii siyamu iko hivyo, na takwa iko hivyo. Allah ndo anayejua hivi vitu.